Katika siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, usaliti na mikakati ya kisiasa ni jambo la kawaida. Hivi karibuni jina la Corneille Nangaa limechukua vichwa vya habari baada ya kujiunga na waasi wa M23, kundi linaloendesha vita dhidi ya serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Lakini swali linabaki, ni nini hasa kinachomsukuma Nangaa kumsaliti Rais Tshisekedi? Katika video hii tunachambua historia ya Nangaa, uhusiano wake na Tshisekedi na sababu zinazomfanya ajiunge na waasi wa M23. Historia ya Corneille Nangaa. Corneille Nangaa ni mwanasiasa na msimamizi wa uchaguzi aliyewahi kuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi ya kitaifa Seni ya DRC kati ya mwaka 2015 na 2021. Alisimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2018 ambao ulimweka madarakani Felix Tshisekedi. Wakati huo kulikuwa na madai kwamba uchaguzi huo haukuwa huru na wa haki na kwamba Tshisekedi alishinda kupitia makubaliano ya kisiri na rais wa zamani Joseph Kabila. Nangaa, ambaye alihusika moja kwa moja katika mchakato wa uchaguzi, alidai baadaye kuwa kulikuwa na njama ya kumpa Tshisekedi ushindi, jambo ambalo liliibua utata mkubwa. Baada ya kuondoka Seni, Nangaa alijaribu kujijenga kisiasa kwa kuanzisha chama chake na hata kutangaza nia ya kugombea urais katika uchaguzi wa Disemba 2023. Hata hivyo, alikumbwa na changamoto nyingi, ikiwemo kukosa uungwaji mkono wa kutosha na vikwazo kutoka serikalini. Hili lilianza kumfanya atafute njia mbadala za kujipatia ushawishi mkubwa katika siasa za DRC. Kutofautiana na serikali ya Tshisekedi, baada ya kusaidia mchakato wa uchaguzi wa 2018, Nangaa alitarajia kupewa nafasi muhimu serikalini kama shukrani kwa mchango wake. Lakini mambo hayakutokea kama alivyotarajia. Tshisekedi hakumteua katika nafasi yoyote ya juu, jambo ambalo lilimfanya ahisi kusalitiwa. Zaidi ya hilo, Nangaa aliamini kuwa Tshisekedi aligeuka dhidi yake kwa kuweka vikwazo vya kisiasa na hata kumzuia asishiriki kikamilifu katika uchaguzi wa mwaka 2023. Alihisi kwamba alitumiwa kama chombo cha kusaidia ushindi wa Tshisekedi, kisha akatupwa pembeni. Kutokana na hali hii, alianza kumshambulia rais kupitia vyombo vya habari na kutoa matamko makali dhidi ya serikali ya DRC. Kujiunga na waasi wa M23. Baada ya kugundua kuwa nafasi yake katika siasa za DRC ilikuwa imefifia, Corneille Nangaa aliamua kuchukua njia tofauti kabisa. Mwaka 2024 alitangaza kuunda muungano wa kisiasa wa kijeshi uitwao Alliance Fleuve Congo AFC, ambao unajumuisha makundi mbalimbali ya waasi ikiwemo kundi hatari la M23. M23 ni kundi la waasi lililoibuka miaka 2012 likiwa na madai ya kutetea haki za jamii ya Watusi wa Kongo. Kundi hili limekuwa likipambana na serikali kwa muda mrefu na hata kushikilia maeneo kadhaa ya mashariki mwa DRC. Ushirikiano wa Nangaa na M23 ulisababisha mshtuko mkubwa, kwani haikuwa kawaida kwa kiongozi wa zamani wa tume ya uchaguzi kushirikiana na waasi wanaoendesha vita dhidi ya serikali. Hatua hii ilisababisha vikwazo vya kimataifa dhidi yake, huku serikali ya DRC ikimtangaza kuwa msaliti wa taifa. Rais Tshisekedi aliapa kumshughulikia Nangaa kama adui wa taifa, na tangu wakati huo mvutano kati yao umekuwa mkali zaidi. Mazungumzo ya amani na mustakabali wa DRC. Licha ya hali kuwa tete, kuna juhudi za kutafuta suluhu ya kisiasa kwa mzozo huu. Mazungumzo ya amani yanatarajiwa kufanyika tarehe 18 Machi 2025 chini ya upatanishi wa Angola. Serikali ya DRC imeonyesha nia ya kufanya mazungumzo na waasi wa M23, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kurejesha utulivu katika taifa hilo. Swali linalobaki, je, Nangaa ataweza kurejea katika siasa za DRC kama kiongozi halali au ataendelea kuwa mtengwa anayeshirikiana na waasi? Wakati majibu ya maswali hayo bado hayajulikani, kitu kimoja kiko wazi: usaliti wa Nangaa umefanya mazingira ya kisiasa nchini DRC kuwa magumu zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Corneille Nangaa alikuwa mmoja wa watu muhimu
katika kuleta uongozi wa Felix Tshisekedi, lakini baada ya miaka michache amegeuka kuwa mmoja wa wapinzani wake wakubwa. Kutofautiana kwao kulisababisha Nangaa kujiunga na waasi wa M23, jambo ambalo limeongeza mvutano nchini DRC. Mtazamaji wa Zone Media, hiyo ni historia ambayo inaonyesha ni kwa jinsi gani Corneille Nangaa ambaye ameweza kumsaliti Rais Felix Tshisekedi katika siasa za DRC, ambapo huyu alikuwa ni msimamizi wa tume ya taifa ya uchaguzi ambayo iko pale Kongo, na aliweza kufanikisha kwa Rais Felix Tshisekedi kuweza kushinda kiti cha urais nchini humo akimpokea Joseph Kabila. Na Nangaa aliahidiwa kuweza kupewa madaraka katika serikali ya DRC, kupewa nyadhifa kubwa katika serikali ya DRC, lakini baadaye ni kama vile Rais Felix Tshisekedi akamute hivi Corneille Nangaa. Sasa ndipo Nangaa alipoweza kukasirika na kuweza kuchukua hatua muhimu kabisa dhidi yake rais huyo Felix Tshisekedi ya kuweza kujiunga na waasi wa kundi la M23 ambalo mpaka sasa linaendesha mapigano makali kabisa katika maeneo kadhaa huko nchini Kongo, huku baadhi ya miji kama Goma, Kivu Kusini na Bukavu ikiwa chini ya waasi hao wa M23, na bado nia yao kubwa kabisa wanalenga kwenda kuidondosha serikali ya Rais Felix Tshisekedi ambayo inatawala pale nchini Kongo. Lakini Nangaa katika maongezi yake mbalimbali ambayo amekuwa akizungumza, amekuwa akitolea ufafanuzi au akitolea lawama uongozi wa Rais Felix Tshisekedi kwamba hausikilizwa na Kongo, licha ya kuwa mke wake ametokea eneo la Bukavu. Hivyo Nangaa anamlaumu sana Rais Felix Tshisekedi kusema kwamba yeye amekuwa hajali wana Kongo, lakini vile vile manyanyaso ambayo wamekuwa wakiwapa jamii ya Watusi ambao wako pale Goma, wakiwataka waondoke kwani hawana hifadhi katika eneo hili. Lakini vile vile ndio mvutano pia na Rwanda umezidi kuongezeka, huku akimshutumu Paul Kagame kuweza kuwasaidia watu hao, jambo ambalo rais wa Rwanda Paul Kagame amelikanusha kwa kiasi kikubwa sana. Sasa je, unadhani Nangaa alisalitiwa kwanza na Tshisekedi au yeye ndiye aliyechagua njia ya usaliti? Mtazamaji, tuambie maoni yako kwenye comments. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa Zone Media kwa taarifa zaidi za kina hapa kwenye YouTube channel ya Zone Media.